Kwa nini kutulia, kunyamaza na kutumaini ni jambo la lazima kwa mwanamke? Ni kwa sababu mwanamke mwenzangu, haiwezekani ukawa na ndoa yenye amani, yenye furaha, yenye mafanikio usipokuwa na hii nguvu. Ni kwa sababu ni muhimu kwa kiasi kile kwamba tunaweza tukasema haiwezekani kuwa na ndoa yenye amani, yenye furaha, yenye mafanikio mwanamke usipokuwa na nguvu hii ya kutulia, kunyamaza na kutumaini. Na hii inasababishwa na ukweli kwamba kukoseana ni jambo la lazima. Tumezungumza hili mara nyingi, mtu wa Mungu. Kukoseana ni jambo ambalo ni lazima linatokea katika maisha yetu, na hayo makosa ndio sababu ya maumivu ambayo tunakuwa nayo katika mioyo yetu. Sasa kukosewa huko kunaweza kuwa kunatokana na kukosewa na mtu yeyote. Unaweza ukakosewa na mume wako, unaweza ukakosea na wazazi wake, unaweza ukakosewa na wifi zako, shemeji zako, ndugu wa mume, na wakati mwingine unaweza ukakosewa tu na watu wengine kazini. Upo kazini mtu akakukosea kitu kikakuumiza. Upo kwenye biashara yako mtu akakukosea kitu kikakuumiza. Na hayo yote ambayo tunakosewa huwa yanaweka maumivu kwenye mioyo yetu. Sasa ugomvi na uchokozi huwa unadhihirika kupitia maneno ya vinywa vyetu. Biblia inasema mtu hutoa kile kiujazacho moyo wake. Kama ndani nimeshaumizwa, ugomvi na uchokozi huwa unadhihirika kwenye maneno ya kinywa changu. Lakini wakati mwingine kwa kiasi fulani ugomvi na uchokozi pia huweza kudhihirika katika body language, katika mwili, yani katika maumbo ya mwili wangu kuniangalia. Ikiwa nimenuna, nimekunja uso, nimekasirika, sizungumzi, sicheki, hayo yote ni aina ya ugomvi na uchokozi ambao huwa unajitokeza. Na ugomvi na uchokozi huwa unaakisi ndani ya moyo wa mtu kuna nini. Unaakisi maumivu, machungu, magumu yaliyojaa kwenye moyo wa mtu. Hivyo uko umuhimu mkubwa wa kutulia, kunyamaza na kumtumaini Mungu, hasa pale tunapokuwa tunayo mambo ya kuudhi, tunayo mambo ya kuumiza ndani ya mioyo yetu. Uko umuhimu mkubwa sana wa kutulia, kunyamaza na kumtumaini Mungu, hasa pale ambapo ndani ya moyo wangu ninajua yako mambo ambayo yameniudhi. Nimeudhiwa na mtu yoyote na mazingira yote yamo ndani yangu, na hasa nikiwa nimeumizwa na mume wangu mwenyewe. Ni wakati wa kutulia, kunyamaza na kumtumaini Mungu, kwa sababu katika kutulia na kunyamaza huwa naweza kuzuia kinywa changu kisinene uharibifu, ili kinywa changu kisinene uharibifu na baadaye nikajutia. Mara kwa mara huwa tunaweza kunena uharibifu katika vinywa vyetu tukajutia baadaye. Kutulia na kunyamaza kunatusaidia kufanya jambo hilo. Lakini kumtumaini Mungu huwa kunampa Mungu nafasi ya kuanza kufanya matengenezo ndani ya mioyo yetu. Kuweka tumaini kwa Mungu kunatusaidia kumpa Mungu nafasi ya kuanza kufanya matengenezo ndani ya roho zetu, matengenezo ambayo sasa baadaye huwa yanatuwezesha kuja kuzungumza vitu vinavyofaa kwa wakati unaofaa. Sasa tunapozungumza kutulia, kunyamaza na kutumaini, labda nikupe hint, mtu wa Mungu unayenitazama, hasa wewe mwanamke mwenzangu, kwamba viko viashiria kwamba sasa ni muda wa kutulia, ni muda wa kunyamaza, ni muda wa kutumaini. Viashiria gani vikuonyeshe mwanamke kwamba sasa si muda wa kuzungumza, ni muda wa kutulia, kunyamaza na kutumaini? Kiashiria cha kwanza ni pale unapomsikia mume wako anakuambia kitu, na kile anachokuambia kinapoingia kwenye masikio yako, unapomsikiliza unaona hiki kitu sikipendi, hiki kitu sikitaki, hiki kitu kinanipa hasira. Ukishaona yale anayokuambia mume wako huyapendi, huyataki, anakupa hasira, ni wakati wa kunyamaza, ni wakati wa kutulia, sio wakati wa kusema. Au ukiona mume wako anakuambia kitu na kile anachokuambia unaona hiki kwa kweli siko tayari kukitii, hiki hivi kilivyo, hivi anavyokisema mimi naona kwamba kinaweza kikaleta madhara, siko tayari kukitii hiki. Kwa hiyo ndani yangu nikiwa nawaza nilichosema ndicho ninachotaka kiwepo ndani ya nyumba hii, nilichosema ndicho ninachotaka kifanyike, maana yake nataka kumtawala mwanaume. Nikikosa utii na unyenyekevu, siko tayari kusikiliza. Mara nyingi imekuwa rahisi kwetu kutii na kuwanyenyekea mabosi wetu maofisini, wanachosema tunasikiliza na hatui wepesi kuwapinga. Lakini tunakuwa tofauti kwa waume zetu. Kumbe nafasi ambayo Mungu amempa mume wangu ni kubwa sana kuliko nafasi ya bosi ofisini. Ninapokuwa mara kwa mara anapozungumza, yani haipiti siku toka asubuhi mpaka jioni kwamba hakuna hata kitu kimoja mume wangu hajazungumza nisimbishie. Tena hapo hapo anazungumza na mimi na tofautiana naye hapo hapo. Hiyo ndio hali ya uchokozi ambao tunauzungumzia. Na mtu wa Mungu utagundua haya yote ninayozungumza ndio dhambi hizo. Ni dhambi. Kwa hiyo tunapozungumza haya mambo na kukuambia kwamba ili kuwa mke mwema
tunatakiwa kuacha haya mambo, kwanza kusamehe na kuacha haya mambo, tumtangulize Mungu mioyoni mwetu, ulijae neno la Mungu, tutafakari neno la Mungu ili kinachotoka katika vinywa vyetu kiwe cha kubariki, kiwe cha kuponya. Tunapozungumza mambo haya, inamaanisha kwamba tunapaswa kuacha dhambi, na makusudi ya Mungu ni mapana kuliko tu kufanya ndoa zikae kwa amani, familia zikae kwa amani. Hiyo ni kusudi la Mungu, lakini makusudi yake ni mapana zaidi hapo. Mwisho wa siku anataka mimi ni uishi utakatifu. Kuyaishi hayo ndio kuishi Ukristo, na mwisho wa siku nisikose kufika mbinguni.